Maandalizi ni mazuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mpaka sasa mwitikio umekuwa ni mkubwa sana kwa wanasimba kiasi cha kututia moyo waandaaji wa tukio hili. Unapoandaa tukio alafu likawa na mwitikio mkubwa, inakupa majibu ya kwamba umeandaa kitu kizuri kiasi cha watu kuvutiwa na tukio hilo. Tumeandaa tukio la uzinduzi wa wiki ya Simba ambalo safari hii nakwenda kulifanyia katika hifadhi ya Ngorongoro, na wanasimba wamekubali jambo hilo, wameliitikia, na mpaka sasa napozungumza nawe tumesitisha kupokea nauli ya shilingi 60,000 kwa mashabiki ambao wanataka kwenda Ngorongoro. Na nafasi ya platinum ya shilingi 100,000 imebaki nafasi chache kweli kweli. Mpaka sasa tuna magari matano ambayo ni mabasi makubwa, sio vigari vidogo vidogo. Mabasi matano tumejaza, ambalo basi moja linaingia watu 57. Lakini kama haitoshi, tuna msafara wa watu wengi ambao watatembea na magari yao binafsi. Kwa hiyo msafara tayari unajitosheleza. Kwa sasa zimebaki nafasi chache sana za 100,000. Mwenye dhamira na nia ya kutaka kwenda Ngorongoro huu ama leo hii ndo siku yake ya kulipa. Na rasmi ni watangazie wasafiri wote ambao watasafiri kuelekea Ngorongoro ni kwamba safari yetu itakuwa ni siku ya Alhamis ya tarehe 30 usiku wa saa 5. Tutaianza safari kutoka Ubungo Plaza, Dar es Salaam. Pembeni ya Ubungo Plaza kuna kituo cha mafuta kinaitwa Engine. Safari yetu itaanzia hapo moja kwa moja mpaka Arusha. Tunataraji kuingia Arusha majira ya saa 4 saa 5 asubuhi. Tukifika Arusha kutakuwa na msafara mkubwa ya mashabiki wenzetu wanatusubiri pale Arusha, na mapokezi yatafanyika katika eneo la Sanawari. Tunakutana mashabiki wote wa Simba pale, tunaanza msafara. Mabasi matano kutoka Dar es Salaam, wanasimba wenye magari binafsi, na mabasi 7 kutoka Arusha. Tunaunga msafara moja kwa moja kuelekea Karatu. Tukifika Munduli tunawachukua mashabiki wenzetu wa Simba ambao ni watu wa jamii ya Kimasai, na wenyewe watakuwa na usafiri wao. Tunakwenda Karatu. Tukifika Mkuyuni tunakutana na mashabiki wenzetu na wenyewe wanaunga msafara. Tukifika Mtwambu tunakutana na mashabiki wenzetu na wenyewe wanaunga msafara. Moja kwa moja mpaka tunaingia Karatu, tunapumzika pale tukiambatana na mkesha wa Simba Day, na asubuhi yake tunaelekea Ngorongoro kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba sanjari na uzinduzi wa jezi ya mnyama, na kufanya utalii, kushuhudia maajabu ya Mwenyezi Mungu chini ya kreta ya Ngorongoro. Sasa kuelekea katika safari yetu hii tumepata mdhamini ambaye ni kampuni ya Yosam Investment Limited. Yosam Investment Limited ni kampuni ya uagizaji na uuzaji wa magari sanjari na uuzaji wa vifaa vya migodini. Kampuni iko hapa Dar es Salaam, na wenyewe baada ya kusikia taarifa ya kwamba mnyama anakwenda Ngorongoro, Yosam akasema, na mimi nataka niwe sehemu ya historia, nataka nichangie safari hii, na yeye akatoa udhamini wake, ambapo amelipia wanasimba 33 watakao safiri bure kwa fedha ya Yosam kutoka Dar es Salaam mpaka Karatu na kurudi Dar es Salaam. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kumshukuru Bwana Yosam kwa fedha ambazo ametoa. Watu 33 ni robo tatu ya basi moja ambalo tunasafiri nao. Basi ambalo tunasafiri nao linaingiza watu 53. Kwa hiyo kwa mtu mmoja kulipia watu 33, maana yake amelipia nusu na robo ya wanasimba ambao watakwenda Ngorongoro. Kwa hiyo tunamshukuru sana Bwana Yosam. Kwanza ni mfanyabiashara mkubwa, lakini pili ni Mtanzania, na hili jambo ni la Kitanzania kwa sababu kuna kukuza utalii ndani yake kwenye hii ziara ya mnyama. Lakini kubwa kabisa ni mwanasimba mwenzetu akasema, sitaki kuona hili jambo linaenda kavukavu, na mimi wacha kidogo nilichojaaliwa
ni wachangie wana Simba wenzangu waende wakatimize azma yao. Na Yosam hajaishia tu kwenye kudhamini, na yeye vile vile anaambatana na wana Simba wenzie kwenda Ngorongoro, kwenda kwenye uzinduzi wa wiki ya Simba na uzinduzi ya jezi ya Simba Sports Club. Hizi tunamshukuru sana. Tunakaribisha wadhamini wengine ambao wanataka kusupport safari hii. Wewe hata kama una nauli ya mtu mmoja, wewe tupe, sisi tutakupa thamani, kwa sababu kutoa ni moyo na sio uwezo. Kwa hiyo tunamshukuru Yosam, na niwaambie tu wana Simba kwamba gharama ni kubwa sana za kumpeleka mtu Ngorongoro. Kwa hiyo tunapopata wadhamini kama hawa, manake inakwenda kuturahisishia sisi mipango ili ya unauli, sijui mipango ya kuingia Ngorongoro inakuwa ni juu ya Simba Sports Club. Yosam bwana, mimi nakushukuru sana na niko tayari kupokea kibunda chetu hiki. Ni shilingi milioni 2. Ukizigawanya kwa 60 unapata watu 33 wanasafiri kwenye huu udhamini. Manake ni nusu na robo ya gari nzima ya watu ambao wanakwenda Ngorongoro. Bana, mimi nakushukuru sana. Asante sana kwa moyo wako. Usituache wakati mwingine tukihitaji msaada kama huu. Karibu sana. Asante sana. Mimi Yosam Investment, mkurugenzi wa kampuni ya Yosam. Anza huko. Samuel Wihenge hapa, mkurugenzi wa hii kampuni ya Yosam Investment. Sisi mimi kwa moyo wangu nimefurahi sana kwa kitu anachokifanya Ahmed Ally. Ni kitu kizuri, na ni kitu kizuri kwa pamoja Simba Sports Club. Kwa hiyo mimi naweza nikasema bwana Ahmed Ally, bado tuko pamoja na wewe, tunaendelea kukusupport, na pia nafikiri kuna wadau wengi sana ambao watavutiwa na hili swala unalolifanya. Nikiwa kama mimi mdau wa Simba Sports Club, nimevutiwa na hichi kitu, na kwa hiyo nimejitolea mimi mwenyewe binafsi kuwalipia wa mashabiki wa Simba waungane na klabu ya Simba kwenda pamoja hiyo Ngorongoro Crater. Kwa hiyo mimi naweza kusema bwana Ahmed Ally, yani bado wadau wapo, watakuja na tutakusupport kwenye hili tukio unaloenda kulifanya. Kwa hiyo mimi nawatakia kila laheri siku ya wiki ya Simba, tukajumuike pamoja, na mimi mwenyewe nitakuepo kwenda kuisupport hiyo Simba huko Ngorongoro Crater. Thank you very much brother. Okay.